Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu mtazamaji, mfuatiliaji, mkereketwa wa TV yetu ya KR TV 255, karibu tena kwa mara nyingine tuweze kujifunza, tuweze kuelimika na tuweze kupata baraka zetu kwa kujifunza masomo yetu yalivyokuwa ya kawaida. Ndugu yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na mtume wake, napenda sasa kuwaletea somo la leo ambalo litakuwa somo linalofuatana au linaloshughulika upande wa nujumu, nyota. Katika nyota kuna utafutaji wa nyota aina nyingi, na katika nyota hizo ziko nyota 12. Ni sawasawa na miezi imeumbwa ni 12. Kwa hiyo kuna usiri mkubwa sana wa hii namba 12. Mfano wa nyota hizo ni kama nyota ni punda, ng'ombe, mapacha, kaa, simba, mashuke, mizani, nge, mshale, mbuzi, ndoo pamoja na samaki. Zote nyota zimekuwa ni 12 ambazo wanadamu wote katika mzunguko wetu tunazo. Na katika nyota hizo 12 kama tunavyoweza kuzizungumza, pia zina nguvu 4 kama nilivyowahi kuzungumza katika madarasa zangu zilizopita. Kuna udongo, kuna moto, kuna upepo pamoja na maji. Hizi ndio nyota ambazo kila mwanadamu kila mmoja anazaliwa kwa nyota yake, na baada ya kuzaliwa kwa nyota yake na inakuwa na nguvu yake. Na ndio sababu unakuta mtu anapotaka kukufanyia jambo baya, kukuharibia mambo yako, anatafuta nguvu yako. Ima ni udongo, atatumia udongo. Kama ni moto, atachoma. Kama ni maji, basi atatumia maji, na kama ni upepo, ataning'iniza. Sasa kwa leo nataka nikuletee alama nyeusi na vidoti ambavyo anazaliwa navyo mtu, huwa vinaashiria kitu gani. Nitakupa navyo alama 12 tu, sizidishi leo zaidi ya 12. Ndugu mtazamaji, kila mwanadamu anazaliwa na kila kilichoko katika maumbile yake anapokuwa anazaliwa huwa kina maana, kina tafsiri, kinaliashiria ni mwenendo gani na tabia gani huyu mtu atakuwa nazo. Sasa leo mimi napenda nikwambie uchache tu, katika uchache, ima kwa wanawake na wanamume, muweze kujua vile vidoti vyeusi anavyozaliwa navyo mtu huwa vinaashiria nini. Ukiangalia kama ni mwanaume au mwanamke mwenye doti jeusi katika shavu la kushoto huku, katika shavu la kushoto huku inavyokwenda hivi, ni watu wenye mafanikio makubwa sana. Ukiniangalia hata mimi kwa uzuri, mimi nimepanda kidogo chini ya jicho, lakini yenyewe iko huku katika shavu la kushoto. Pia mtu mwenye doti jeusi kwenye mdomo wa juu, hawa ndoa za watu hawa huwa ni za kudumu. Ukimpata mwanamke mwenye alama hiyo, basi unaashiria moja kwa moja kwamba ndoa yake ya kudumu. Namba 3, nimesema leo nitakupa alama 12 tu, sizidishi hapo. Alama ya 3 ni alama ya doti jeusi katika ziwa la kushoto la mwanamke. Hii alama katika ziwa la kushoto, bado tunacheza na mkono wa kushoto. Ni mke mwenye kuona haya, yani anakuwa ni mtu mwenye aibu kwa wanaume. Kwa mwanamume hiyo, kwa mwanamke anakuwa ni mtu mwenye kuona haya. Kwa mwanamume ni dalili ya kuwa mwaminifu, mchapakazi na ni mwenye kujituma. Katika ziwa hili, hebu jichunguze hata wewe, uangalie wewe unalo sehemu gani. Lakini leo kama sijakupitia, basi kuna namna nyingine unaweza ukanitafuta kwa namba hizi kama nilivyoweza kutajia, 06 21 78 30 30, ili tuweze kwenda na wewe kwa uzuri. Tunakuja namba 4, ukiwa nayo kwenye alama ya kitovu, kwenye kitovu chako. Kwa mwanamke atazaa watoto wengi, kwa wanaume atazaa watoto wengi. Lakini kwa mwanamume atakuwa hodari sana pia na mchapakazi. Ndio asili ya mwanamume, anakuwa ni mchapakazi na ni hodari katika mambo yote. Nafikiri nikizungumza mambo yote wakubwa mnanielewa. Namba 5, alama ya doti jeusi katika paji la uso katikati. Hawa watu huwa wana busara sana na hekima sana katika paji la uso katikati. Sio sijida, hii inayosuguliwa inakuwa nyeusi, paji ile la kuzaliwa, ile doti jeusi. Wanakuwa na hekima sana afu na busara. Namba 6,
Alama ya doti, jicho la kulia kwa juu, kwa wote, yani wanaume na wanawake, ni watu wa huzuni sana, na kazi zao huwa ni ngumu ngumu. Penda kazi ngumu ngumu hizi. Mchunguze sana, utamuona kama ni mkeo, mumeo, ndugu yako, mdogo wako, utamuona tutoka utoto anakuwa katika hali gani. Namba 7, alama ya doti jeusi katika jicho la kushoto. Hatuachi kitu. Watu hao huwa hawana nuru katika macho yao, yani nuru yao katika macho yao inakuwa ndogo sana. Nuru ile muonekano unakuwa ni mdogo sana. Namba 8, doti katika kope za jicho kwa juu au chini, ni mtu wa maana sana katika kope ya jicho la juu au la chini. Hao wanakuwa ni watu wa maana sana. Namba 9, alama ya doti jeusi shingoni, yani katika shingo, ni mtu wa busara sana, na kwa wanawake huwa wanawivu sana, na maamuzi yao huwa ni ya utaratibu. Hana maamuzi yale ya haraka haraka, hapana. Maamuzi yao yanakuwa ni ya utaratibu sana. Namba 10, alama ya doti jeusi mapajani. Alama ya doti jeusi mapajani, haijalishi paja la kulia la kushoto. Hawa ni watu watu wa mapenzi, mvuto na watu wa mapenzi sana, mvuto sana wa kimapenzi, wanakuwa hivyo hao. 11, alama ya doti jeusi mkono wa kulia. Mkono wa kulia, hii ni dalili ya kupata pesa, na pesa zako zinakuwa zinaingia, hazijulikani kwamba zinakwenda wapi. Ukifanya mpango kidogo, pesa inateremka. Ukifanya mambo kidogo, pesa inateremka. Jichunguze uweze kujitambua. Namba 12 ambayo leo napigia breki kwa siku ya leo, alama ya doti jeusi mkono wa kulia kwenye kiganja cha mkono. Hii inaashiria umaskini. Kama ni kupata, ni kwa kazi ngumu sana, inaashiria kipato chako ni kigumu na unakuwa ni maskini, na kwa kupata inakuwa ni kazi sana. Ndugu mfuatiliaji, usiache kusubscribe katika chaneli hii ili uweze kupata mambo mengi yanayohusiana na wewe mwanadamu, jinsi gani ambavyo ulivyo. Karibu ufuatilie katika kipindi kijacho. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.